Mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Songea mkoani Ruvuma imemtaka mwendesha mashtaka wa serikali mkoani Ruvuma kukamilisha upelelezi wa shauri la mashtaka linalowakabili Daniel Isakwisa Kasanga na Flora Mgeni wanaoshtakiwa kwa makosa zaidi ya 100 ikiwemo kutakatisha fedha na kugushi nyaraka. Mweleza mwanasheria wa serikali, kesi hii isonge mbele na ni maigizo makubwa. Kila siku tunakuja mahakamani kwa hatua moja ya kesi. Eti kwamba mtukufu hakimu, kesi hii inakuja kwa ajili ya kutajwa upelelezi hujakamilika. Siku ya kwanza tunakuja tena tunasema upande wa utetezi sawa. Siku ya pili obvious haileti picha nzuri, na hata elimu yetu katika nchi hii inaonekana haina maana yoyote ile. Ina maana sisi tumesoma kusaidia watu. Kama tunaamua kusoma kwa ajili ya kutesa watu, elimu hii haina manufaa kwetu. Agizo hilo limekuja baada ya wakili upande wa Jamhuri LPD Tarimo kuiomba mahakama kuahirisha shauri hilo kwa sababu ya kutokamilika kwa upelelezi. Hakimu anayesikiliza kesi hiyo namba 1746 ya mwaka 2025, Mheshimiwa Michael Manjale, amesema kuwa mpaka sasa kesi inatajwa kwa mara ya 6 kila inapoletwa mahakamani, hakuna uendelezaji, na kwamba faili bado lipo kwa mpelelezi wa polisi mkoa, jambo ambalo halileti picha nzuri, huku watuhumiwa wakiendelea kushikiliwa kwa muda mrefu bila dhamana. Kwa upande wa mawakili wanaowatetea watuhumiwa, wakili msomi Dickson Ndunguru ameiomba mahakama hiyo kuwa mawakili wa serikali hawapo makini na kesi hiyo, kusahau kuwa mawakili wapo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wenye changamoto za kisheria. Badala yake, wasome hao wa sheria wanatumia elimu zao kuwakandamiza watu na kuleta utani kwenye mambo mazito yanayoharibu maisha ya watu. Nafsi, mimi kama mimi niliona kwamba makosa haya ambayo watu wanashtakiwa ya kuongezea ambayo yanawanyima watu dhamana, inawezekana ni namna na njama ya upande wa serikali kutafuta kulazimisha watu wakili makosa hayo kwa njia ya pre-bargainings ili wanufaike nayo. Kwa sababu hata ukiwaambia walete ushahidi hawaleti, na wanasema makosa haya yapo, na sasa ni miezi 3. Kweli kesi iwe hatua moja tu. Kwa namna moja nyingine inaonekana uzembe huu au sheria hizi ambazo zinawanyima watu dhamana zinatafuta kunufaisha upande wa serikali. Namna moja nyingine, bunge kunabidi liangalie uwezekano wa kutafuta dhamana, kuweka kifungu cha dhamana kwenye makosa kama hayo. Wasifikiri si wananchi tunavyoumia, wao wako salama na wao ni wananchi kama sisi. Ina maana sheria zao zibalance, wakichukulia kile wanachokiamua bungeni na kutunga sheria, waangalie kwamba je, ikija siku juu yao kama ni ndugu yao watafurahia kutunga sheria kandamizi kama hizo. Watuhumiwa Daniel Isakwisa Kasanga na Flora Mgeni, ambao Daniel Kasanga alikuwa mfanyakazi wa kampuni moja ya simu za mkononi, anatuhumiwa kuisababishia kampuni yake hasara iliyotokana na kununua mafuta hewa, huku Flora Mgeni ambaye alikuwa mfanyakazi wa kituo kimoja cha mafuta mjini Mbinga mkoani Ruvuma anatuhumiwa kugushi risiti ya mafuta na kumpatia Daniel. Watuhumiwa wanatuhumiwa kuisababishia hasara kampuni ya simu ya mkononi zaidi ya shilingi milioni 200. Kesi hiyo imeahirishwa mpaka Aprili 14 mwaka huu. Geoffrey Nilahi, Songea.